Kinachoendelea sasa hivi kwa sisi wachimbaji wa Kampilipili tunaona sio sahihi, kwa sababu tunaambiwa sisi ni wavamizi na tumevamia kwa jinai. Sasa tunajiuliza huo ni uvamizi gani wa kijinai, kwa sababu sisi tuko miaka mingi sana hapa. Huyu ambaye anatuambia kwamba tumevamia hana hata miaka miwili, na taratibu zote za kukaa hapa Kampilipili na kuchimba tulishazifuata. Kwa hiyo sisi kama wana Kampilipili tumesema hatuwezi kukubaliana na kitu hicho. Kwa hiyo namuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kutusaidia hili swala, kwa sababu tunaona kama tunaonewa. Na pia namuomba waziri mwenye dhamana Mavunde aweze kuingilia jambo hili, kwa sababu wananchi wa Kampilipili unaona ni mamia, ni watu wengi sana. Kwa hiyo wanaenda kupoteza haki zao za msingi kwa sababu ya kampuni moja ambayo haijawahi kujihusisha hata kuchimba. Wanasema ni eneo lao, lakini hawalitambui hata eneo. Sisi tu hapa tunachimba, tunalipa maduri ya serikali kila miaka. Umeona? Kwa hiyo sasa tunashindwa kwamba hatutambuliki vipi na serikali kila miaka. Tuna zaidi ya miaka 10 serikali inachukua maduri. Kwa hiyo mimi nadhani tumeonewa, na tunaomba rais, tuna imani naye, ni mchapakazi na tuna imani kubwa ataweza kulisimamia swala hili. Kuna wakati inawezekana na nina hakika hafikishiwi taarifa sahihi. Ndio maana leo hii tumesimama wenyewe kumueleza mama kwamba eneo la Kampilipili kuna dhuluma na uonevu unaendelea. Wako watu zaidi ya 600 na familia zao wanaonewa katika eneo la Kampilipili. Tunaomba mama kwa nafasi yake, kwa kuwa mama ndio supreme power, nafasi ya rais ndio nafasi kubwa kuliko nafasi zote kwenye nchi hii. Na mama kwa kuwa sio sehemu ya dhuluma, na for the record mama hajawahi kuwa sehemu ya dhuluma popote. Kwa kuwa mama sio sehemu ya dhuluma na hawezi kuwa sehemu ya dhuluma, tunaamini kwamba swala hili likifika kwake, na tunaomba mtusaidie ndugu waandishi wa habari kulifikisha swala hili kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sema tunadhulumiwa, sio tu kwamba tunasema tunadhulumiwa bila kufahamu tunachokisema. Wanatuambia kwamba eneo hili sisi tumechelewa. Naomba nirudie hapo. Nataka nizungumze neno kuchelewa. Tuko hapa tukifanya shughuli hizi kwa utaratibu rasmi kwa zaidi ya miaka 10. Na katika kipindi chote hicho tulikuwa tukifuatilia namna ya kurasimisha upatikanaji wa leseni katika eneo hili, sisi kama kikundi, sio mtu mmoja. Naomba nirudie. Sisi kama kikundi, sio mtu mmoja. Dhamira yetu ilikuwa ni kunufaisha na kunufaika sisi sote kama wana Kampilipili, zaidi ya watu 700. Ofisi zenye dhamana ya kutoa leseni walituambia kwamba msiwe na hofu, subirini. Dhamira yao ilikuwa ovu. Walikuwa wakati huo sisi tumesubirishwa, na sisi kwa sababu ni watii na wavumilivu tulitulia. Wao wakatafuta mdau, na tuna hakika na tuna taarifa za kuaminika kwamba wadau waliotafuta wengine ni insiders kwenye mifumo ya serikali. Hatuwezi kuwasema hapa, ila mama akitaka tumpe ushirikiano tutampa. Hakukuwa na fair battle, hakukuwa na ushindani ulio wa haki katika utoaji wa leseni wa eneo hili la Kampilipili. Mama anao mifumo, mama anao watu wa kumsaidia kupata ukweli wa jambo hili. Tunaomba atumie muda wake hata dakika 10 atumie na watu wake, aone kwa nini sisi tunalalamika. Mama anakuomba, mama anaomba riziki ya kuishi hapa na hawa watoto. Mama, mimi sina pa kwenda, mandugu zangu na mke mwenzangu sina pa kupeleka hawa watoto. Mama, mimi niachia wajukuu na watoto wa ndugu zangu, naombeni kwamba nibaki pa kuishi hapa mahali hapa. Sina pa kwenda mandugu zangu, mimi na hawa watoto ambao ameniachia mama. Tukuombe Mheshimiwa Rais kwa ridhaa yako pamoja na Mheshimiwa Mavunde, waziri mwenye dhamana ya madini, tunaomba tume ije ifanye research kwenye hiyo eneo, ili mtambue kwamba hao maelfu ya watu wanaenda kuangamia kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni mteule wa rais. Kwa hiyo sisi hatutakubali na hatuwezi tukaondoka hapa. Tuko hapa, tutaendelea kuishi kadiri miaka yote 10 na kitu tumefanya kazi hapa, na tutaendelea kufanya kazi hapa. Tukuombe Mheshimiwa wa Rais, tunakuomba, tuko chini ya miguu yako, tunaomba uje ufanye research ya kutusaidia ili tuweze kuwakomboa hawa watu. Hatuna pa kwenda. Namuomba Mama Samia, niko chini ya miguu yake, namuomba atuachie hii Kampilipili. Namuomba yani, kwa sababu nalea watoto yatima kupitia hii Kampilipili. Bado nina wazazi walifariki muda na wahudumia wazazi wangu. Mama yangu alibaki yupo, ananitegemea mimi. Namuomba Mama Samia, naomba anisikie.
mimi nakupigia magoti mama. Naomba unielewe mamangu. Naomba nisikie. Na leo watoto wengi mama kupitia. Na mimi ndo mkubwa kwetu mama. Na mara naungama. Napambania Kampilipili mamangu. Nisikie mama. Nisikie uniache Kampilipili mama. Naitwa Goodluck Gadieli Mungure. Ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa Kampilipili, lakini ni makamu mwenyekiti wa wachimbaji wadogo mkoa wa Songwe. Tuko hapa leo ni takribani zaidi ya siku 400 zimepita toka mgogoro huu wa eneo letu la Kampilipili pamoja na wawekezaji ambao wanadai walipewa leseni ofisi za madini. Leo hii ni siku maalum kwetu. Tumekuwa tukihangaika siku zote hizo kutafuta haki yetu ya Kampilipili. Tumeingia ofisi za kila aina kuwaeleza masikitiko yetu, lakini tunapata nyakati ngumu sana kusaidiwa kwa sababu ya mtu mmoja aliye juu anayejiita mwekezaji, na kuna taarifa za kuaminika kwamba mtu huyo ni mteule wa rais kwa ngazi ya juu sana ndani ya mkoa wa Songwe wenyewe. Leo hii tunafanya maombi maalum kwa ajili ya eneo letu, lakini pia tunafikisha ujumbe wetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama, kwa upendo wako mkubwa unapokea malalamiko yetu na masikitiko yetu makubwa. Tunakuomba kwa umati uliopo hapa Kampilipili, maisha yao ni hapa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe ni mfariji mkuu. Unatambua mioyo ya Watanzania. Tunakuomba mama, usikie kilio chetu, uingilie kati mgogoro wetu na utatue kwa haki mgogoro wetu. Sisi ni wana Kampilipili, tutaendelea kuwepo Kampilipili. Tunakuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tutetee, tusimamie, tupate haki yetu.